Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Marko Mwinjili. Yeye hakuwa mtume wa Yesu, lakini alikuwa mfuasi hodari wa mitume, hasa mtume Paulo na Petro. Kutoka kwao, hasa toka kwa Mtakatifu Petro, aliweza kupata habari za mafundisho kumhusu Yesu. Hivyo alijitolea kuandika habari za Yesu katika Injili yake ya Marko. Yote haya aliyafanya kwa kujitolea tu. Hakukuwa na mshahara wowote, ndugu zangu. Katika somo la kwanza kutoka katika barua ya kwanza ya mtume Petro, Petro anamtaja Marko kama mwanaye mpendwa. Yeye aliambatana na Mtakatifu Petro huko mjini Roma na aliandika Injili yake akiwa na lengo la kuwataka wamfahamu Kristo. Na leo katika sehemu ya Injili yake tunasikia akiandika na kusisitizia juu ya umuhimu wa Injili kwenye maisha ya watu, na kwamba Bwana aliwatuma mitume ulimwenguni akiwaeleza kwamba kweli waihubiri Injili na kuwabatiza watu, na aaminie na kubatizwa basi ataokoka. Ni dhahiri kwamba Marko alipokutana na habari kama hizi zilimfanya akazane sana kuhakikisha kwamba Injili inahubiriwa, na ndio maana alikuwa tayari kuambatana na mitume na baadaye kuandika Injili na kuhakikisha kwamba Injili inamfikia kila mmoja. Yeye alikuwa mtu wa kwanza kuandika Injili, na yote haya aliyafanya kwa majitoleo tu na imani kubwa, kama tunavyokutana na habari zake katika somo la kwanza kwamba alikuwa mfuasi mwaminifu wa mtume Petro. Ndugu zangu, mwinjili huyu alitambua kwamba kanisa litaweza kusonga mbele kwa njia ya majitoleo tu, na ndivyo ilivyo. Hivyo alizidisha sana majitoleo. Injili aliyoiandika na safari zote alizoamua kuambatana na mitume hawa wakubwa Petro na Paulo, yote haya aliyafanya kwa kujitolea. Lengo lilikuwa ni Injili isonge mbele. Nasi ndugu zangu, tutambue jamani kwamba kanisa linajengwa kwa majitoleo. Tukitegemea kwamba ati kila mtu alipwe bila majitoleo na imani, na kuambia hatutafika popote. Fikiria kama mitume na wainjili wangekuwa wanadai mishahara kwa kazi zao, kweli Wakristo wale wa mwanzo wangeweza kuwalipa kweli? Au kama wamisionari labda wale waliokuja Afrika wangekuwa wanadai mishahara, unafikiri jamii ya Wakristo wangeweza kuwalipa? Au kama mapadre, maaskofu, masista, mabrother, pengine makatekista, wanakwaya, wapiga vinanda, walimu wa kwaya, viongozi wa jumuiya na hata baraza za walei, pengine kama hawa wote wangekuwa wanadai mishahara, je, unafikiri wote wangeweza kukulipwa? Jamani, tutambue kanisa ni sehemu ya kujitolea. Pesa tusiziweke mbele. Yaani ukishasikia kwamba kuna kazi ya kanisa yoyote inayohitajika kufanywa, tanguliza kwanza majitoleo yako mbele. Ukiweka maslahi kwenye mambo ya Mungu, Injili itakufa. Tafakari hii ndugu zangu basi iwatie moyo wale ambao wanaendelea kujitolea kwa ajili ya kanisa. Pia iwatie moyo baadhi ya viongozi wa jumuiya na parokia, wale ambao wakati mwingine unawakuta wanapoteza pengine muda wao hata masaa mengi wakimsubiri pengine paroko wapatie mwongozo fulani, au pengine wanapita kwa wanajumuiya wenzao kuhamasisha michango na kuonekana kama vile wasumbufu hivi. Jamani, tusikate tamaa. Tafakari hii watie moyo, mtambue kwamba hata mapadri wote, watawa wote wanajitolea kwa kazi ya Mungu, na wapo waliotuonyesha mfano. Wakina Marko wamejitolea hata kuandika Injili bila hata kulipwa kitu chochote. Ndugu zangu, ni sehemu ya faida ya majitoleo, ni sehemu ya hazina yetu ya baadaye. Tujue kwamba tunafanya hivi na faida yetu tutaipata kwa Mungu. Hivyo pale ambapo labda pengine pametokea watu wanaotaka kuwahamasisha pengine wafanyakazi wa kanisa waende labda serikalini na kudai pengine haki zao kisheria sijui nini, ni sawa, lakini wenyewe lazima watambue kwamba majitoleo ni sehemu muhimu sana katika maisha ya imani. Ni muhimu kweli, hasa inapokuwa ni kazi ya kanisa. Basi Mungu atusaidie tuweze kuwa na majitoleo kama ya Marko Mwinjili. Mtakatifu Marko Mwinjili, utuombee na kutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bado nakukumbusha
zimebaki shajara chache, na pale St. Joseph pale Cathedral ya Dar es Salaam katika container la kwaya basi zimebaki chache, nipatie nakala yako. Na hapa Msimbazi pia zimebaki chache, hapa Msimbazi San Damiano kwa Kapuchini zimebaki chache. Basi kama unahitaji fanya haraka kabla zijaisha. Na pale Moshi Bookshop basi zimebaki pia chache. Pata nakala yako, tumalizie nakala zilizobaki, tujiandae tena kwa ajili ya mwakani. Lakini lengo ni kujifunza neno la Mungu kwa ufasaha kabisa. Siku njema.